subhanahu wa ta'ala. Habibu Hamza, fala tafadhali uweze kutoa shukrani kama jinsi ambavyo nilivyoongozwa. Karibu Habibu. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala habibil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabahum bi ihsani ila yawmiddin, amma ba'd. Hadhrun, baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma na amani mbora wa daraja, mbora wa viumbe vya Allah bwana Mtume Muhammadin, lililo nisimamisha hapa sio kutoa mawaidha, na hata ningepata nafasi hiyo nisingesema, kwa sababu alhabibi mwalimu wetu shekhe letu amezungumza maneno. Basi kama huna kichwa cha kubebea, huna uelewa, basi wewe hata ukapata mengine tena huwezi kuelewa. Kwa hiyo tutosheke na nasaha yake na tufanye ndio somo kubwa na ni darasa tuhamishie katika maisha yetu ya kila siku, kwamba tunaishi kwenye lutitu. Sisi wabena tunasema lutitu, yaani kaumri ketu kali nukalutitu ndo tunaishi nako miaka 50. Na kwa mazungumzo ya bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, amari umati baina 60 wa 70. Sasa kama tunaishi kwenye kalutitu alafu tunafanya kiburi jeuri, itakuwa si vema. Swala kubwa lilonisimamisha hapa ni swala la kutoa shukurani. Shukurani hizi tunatoa kama familia ya Nyalusi. Al-akhi hapa kaka yangu Muharram, yeye ni sababu, lakini dua hii ni ya kumwombea baba yetu Mzee Shabani Nyalusi. Lakini kwa sababu yake yeye na kwa sababu ya Shabani Nyalusi, basi imetapakaa dua mpaka kwa kina shangazi, kwa kina babu, kwa kina bibi. Lakini muasisi ni nani? Mzee Shabani. Alizaa, baada ya kuzaa kama hadithi aliyosema shekhe, akasomesha. Baada ya kusomesha watoto wake, leo tumeamua tukae tumuombee dua. Na hata wale ambao hawakuwa ni nani, leo hii wanapata kwa sababu ya Mzee Shabani. Tumswalia Mtume Muhammad. Najua kuna uongozi mbalimbali uliokuja hapa wa kiserikali na wa Kiislamu kwa misikiti mbalimbali. Tunafahamu ujio wenu, wazee mbalimbali wote tumewaona. Muelewe tunatoa shukrani zetu za dhati kwa ujio wenu. Tunafahamu nikisema kutaja mmoja mmoja mtaniwia radhi, lakini mridhike tu kwamba tumewaona, tumefurahi, tumefarijika. Viongozi wa wilaya, wa mkoa, wa kata, wa misikiti, wote tunawafahamu na wote tumewaona. Nipende kumtaja mmoja tu na mridhike kwa wengine. Tunaye mwenyekiti wetu wa kata Mzee Adam Nyamblapi, tunaye hapa, na wengine wengi ambao mlikotoka. Kiukweli najua mmeacha yenu mengi makubwa ya dunia na ya akhera, lakini mkaona wito wetu dhaifu, hakir, bado mliweza kutuitika na mkatusikia, mkaacha shughuli zenu. Kwa ukubwa wake hatuwezi kuwalipa. Hata mngekaa dakika 5 tu mkapoteza mali zenu, muda wenu, hatuna cha kuwalipa wallahi. Ila tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile mlichokipoteza, imani mali, imani muda, Allah walipe kila la kheri. Allah watilie badali. Man kana fi hajatin akhihi
qana Allahu fi hajatihi. Najua Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yoyote atakayekuwa kwenye shida ya ndugu yake, Allah yeye atasimamia shida zenu. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdi. Mwenyezi Mungu yupo kwenye msaada wa mja, maadamu wewe mja unamsaidia mwenzio, Allah yeye anakusaidia la kwake. Sallu ala nabi. Kwa hiyo tutosheke na tuvumilie kwa yale ambayo tumepungukiwa kuwahudumia. Lengo letu ni kuonyesha ukamilifu wa takrima, ukamilifu wa kukaribishwa, yani mjisikie muone raha, mna enjoy kama nyumbani mnavyokuwa nyumbani kwenu. Lakini khasha wakalla, mapungufu tunayo sisi, basi mtuvumilie. Ima umekaa chini, ima tumekutandikia kirago kina vumbi, ima tumekupa kiti kimevunjika, ima umeomba maji hayajaja kwa wakati, mtuwie radhi. Alkamalu lillahi. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya shukurani hizo, naamini kila mmoja zimemfika na kila mmoja ameridhia. Baada ya hapa hatuna ratiba nyingine. Ratiba iliyoko mbele yetu ni kupata tabaruku ya chakula, sehemu ya kile ambacho kwamba kama familia walichokiandaa. Utaratibu tunakuwa tumeshamaliza hapo. Utaratibu, vijana wote tutatoka, tutapanga foleni pale kidogo kidogo, tanawa na tutapata chakula. Mashekhe, wazee wetu ambao kwamba mlioko, mtabaki sehemu ya hapa tuweze kuandaliwa na vijana ambao kwamba waliopangwa kuandaa hapa, itakuwa ni bora zaidi. Kwa sababu kama ni hiyo basi habibi hapa ananinong'oneza, wakati tutaanza kula mwishoni tunatamaniki tuombe dua ya pamoja ili kuweza kuridhiana kila mmoja safiri, lakini ameliomba tulifanye sasa hivi tuombe dua ya pamoja matayasara, halafu tuanze sasa kumwagika kila yote ambao kwamba tulivyosikia ratiba. Inshallah itakuwa ni bora zaidi. Nasallallahu al-karim ayasul ad-duyun wa husnul khitam jami'atu liniyati kulli shan wa bulughul maram wa ila hadrati nabi Muhammad al-Mustafa bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. اللهم وصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فداء لهم من النار. اللهم اجعلهم فداء لهم من النار ومن عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة. واغفر لهم واجمعنا معهم في دار كرامتك ومسكن رحمتك مع عبادك الصالحين وحزبك المفلحين. اللهم افعل بنا بهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا مولا ما نحن له أهل، إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.